Sifa na utukufu ni kwa Yahawa, Bahashem, Yahwashai, Bahashem, Raha, Kwadash, ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania linalomaanisha aliyepo. Bahashem ni kwa jina la Yahwashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahwashai linalomaanisha anayeokoa. Bahashem tena ni kwa jina la Raha, Kwadash ni jina la Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Kwa hiyo sisi ni wana wa Israeli ambao tumeagizwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wake kuwaambia wana wa Israeli watubu, kwa sababu ule mwisho umekaribia. Na ninapoongelea mwisho namaanisha mwisho wa utawala wa Esau. Na huu mwisho wa utawala wa Esau, ambaye Esau anaitwa, ni wanaojiita wazungu hivi leo ni watoto wa Esau, utakuja na matatizo mengi, hususan kwa wana wa Israeli kwa namna ya dhiki kuu. Kwa mfano mambo unayoona yanaendelea hapa Tanzania, kuna watu wanadhani tu ni swala la kisiasa, akija rais mwingine au akibadilisha mfumo wa siasa mambo yatakaa sawa. Kwa mfano sasa hivi kuna mikoa kabisa ambayo inatakiwa iwe na huduma za kijamii lakini haina. Kwa mfano kama hapa Mbeya, watu wanaenda sijui ni wiki ya ngapi hakuna maji, umeme ni shida, huduma mbalimbali hazipo. Unaona? Kwa hiyo haya mambo yataendelea kuongezeka na yataongezeka katika kiwango cha juu na yatazidi kuwa mabaya zaidi. Kwa ndio maana tuna kuambia utubu. Kwa mfano kama hii ni Luka 19:43 inakwambia kwa kuwa siku zinakuja. Inamaanisha huu ni unabii. Adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Kwa hiyo siku zinakuja, siku za taabu na siku za dhiki, ambayo adui zako, kwa mfano hawa wanasiasa nani, polisi nani, wote hao ni adui zako. Wanafanya kazi kwa maelekezo kutoka kwa Esau. Unaona? Kwa maelekezo kutoka kwa Esau, na ndio maana unaona hakuna jambo lolote ambalo linaenda. Japokuwa tuna rasilimali nyingi hapa Afrika, lakini hakuna jambo lolote ambalo linaenda, kwa sababu katika nchi hizi mbalimbali za Afrika Esau au wanaojiita wazungu wana mapandikizi yao. Wanasiasa ambao ni mapandikizi yao, wana aseti zao. Unaona? Ambazo zinahakikisha tunazidi kuwategemea wao kila siku. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Kwa hiyo tabu inakuja sio tu kwako wewe, bali kwako wewe na watoto wako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa hiyo majira ya kujiliwa kwako ni pale ambapo Mungu anatuma manabii waje wakuone kuhusiana na haya mambo ambayo yanakuja. Lakini kwa kuwa wewe hautatambua majira ya wewe kuijiliwa kwako na kupewa agizo la kutubu, mambo mabaya yatakupata. Unaona? Kwa hiyo matatizo yote yanayoendelea yatazidi kuongezeka na yatakuwa mabaya zaidi. Unaona? Itafika sehemu kusafiri hautaweza, itafika sehemu kununua chochote hutaweza. Itafika sehemu kila mtu atakuwa anaishi na jamii yake kama ilivyokuwa zamani. Unaona kama sasa hivi unaweza ukaenda sehemu ukapiga story, ukasafiri ukaenda sehemu, Tanzania nchi ya amani na nini, mambo yote hayo hayatakuwepo. Kwa hiyo tunaenda, hii ni Ezekieli 9 mstari wa 5, anakuambia na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Kwa hiyo itafika sehemu ambapo Mungu ataachilia malaika zake wa vifo wapige kila sehemu, na atakueleza hapa kwa nini Mungu atafanya hivyo. Anakuambia waueni kabisa mzee, kijana na msichana na watoto wachanga. Kwa hiyo itafika sehemu kwenye dhiki kuu Mungu hataangalia huyu ni mtoto mdogo, mtoto mchanga, huyu msichana, huyu mzee. Itakuwa ni adhabu, vifo, magonjwa na kila aina ya
ya mabaya ambao wewe unayajua na wanawake, lakini msikaribie mtu yoyote mwenye hiyo alama. Hawa watu wenye alama ni wale watu ambao walikubali kutubu na kumrejea Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambaye anaitwa Yahawa Bahashem, Yahawashai. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Kwa hiyo wale watu ambao wanajifanya wapo kwenye dini, wachungaji wakubwa, au Mungu ndio wataanza nao. Mstari wa 7 akawaambia, itieni nyumba unajisi, mkazijaze nyumba na mizoga. Kwa hiyo katika kipindi cha ziki kuu kutakuwa na mizoga kila sehemu, na kwa sababu hautaweza ona unaona, hautaweza kuzika. Akamwambia itieni nyumba unajisi, mkazijaze nyua, naona, mizoga ya hao waliouawa. Haya, nendeni. Wakaenda wakapiga katika mji. Kwa hiyo hawa ni malaika wa vifo, kama wenzetu Waislamu wanaita Israeli mkata roho. Unaona, mtoa roho. Israeli mtoa roho ndio malaika wa vifo hao. Mungu atawatuma waende wakafanye yao. Mstari wa 8, tena ikawa walipokuwa wakipiga, nami nikiachwa, nilianguka kifudifudi, nikalia, nikasema, Mungu Yahweh Bahashem Yahashai, utaangamiza mabaki yote ya Israeli. Kwa hiyo katika hii njozi au katika haya maono, Ezekiel aliona sasa, kafika sehemu akawa anasema, mbona kama Mungu anataka kuangamiza wana wote wa Israeli? Kwa hiyo hivyo ndivyo unaona, hivyo ndivyo hii adhabu itakuwa nzito ambavyo Ezekieli aliiona. Unaona, mstari wa 9 anasema, ndipo akaniambia, uovu wa nyumba ya Israeli na Yuda ni mwingi sana. Kwa hiyo haya mambo yatakuja kwa sababu ya uovu wetu. Haya mambo yanatupata sio tu kwa Tanzania, Afrika, East Africa na Kenya. Unaona, kama Kenya huko kuna njaa, Sudani kuna vita na njaa, South Africa kuna mambo yanaendelea kule, kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe. Haya mambo yote yanatokea kwa sababu ya maovu ya nyumba ya Israeli. Anakwambia, nayo nchi imejaa damu, nao mji umejaa kupotosha hukumu. Maana husema, Bwana ameiacha nchi, naye Bwana haoni. Kwa hiyo watu wanafanya dhambi, imefika sehemu kana kwamba wanadhani Mungu haoni. Unaona, wanasema Bwana haoni. Wanafikiria kama Mungu haoni, kwa sababu watu wamekuwa wakifanya maovu kwa muda mrefu. Imefika sehemu sasa tunasema hakuna consequence. Unaona? Kwa hiyo hii ni Petro wa pili 3:4. Anasema, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa hiyo watu hawa ambao wanadhani Mungu haoni, wanasema iko wapi ile ahadi ya kuja kwake? Tumekuwa tukisikia hivi toka enzi za mababu. Atakwambia hapa, kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno. Kwa hiyo unapowaambia kwamba tubuni, kwa sababu siku za uovu zimefika, siku za dhiki zinakaribia na zinakuja kidogo kidogo. Unaweza kuona tu haya ni matatizo tu yanatokeaga, unaona, yatakaa sawa. Hayakai sawa. Hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Kwa hiyo ndio maana kuna ni mstari mmoja unakuambia itakuwa kama siku ya Nuhu. Kuambia Mathayo 24:37 nakwambia, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa sababu Nuhu alikuwa anawaambia siku ya gharika imekaribia,
siku ya mwisho wa kila mwenye mwili imekaribia. Lakini kwa sababu walikuwa na kiburi, kama Ezekiel alivyokuambia, walikuwa wanadhani Mungu haoni maovu yao, kama wewe ambavyo unadhani Mungu haoni maovu yako. Wakawa wanafikiria huyu mzee huyu amechizi, Mungu anawezaje kugarikisha dunia? Unaona? Kwanza huyo Mungu mwenyewe hayupo. Unadhani kipindi kile cha Nuhu hawakuwepo watu ambao walikuwa wanafikiria Mungu hayupo, wanafikiria Mungu haoni, wanafikiria haya mambo yatarudi tu kama yalipokuwa zamani. Anakwambia kwa kuwa kama vile siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alipoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hiyo simple and clear. Kwa hiyo dhiki kuu itakuja pale ambapo wewe hautegemei, na kama hautataka kutubu utakufa. Hivyo ndivyo asema Bwana. Natumai umeelewa, umepata kitu. Tukutane kwenye video nyingine.